Endelea na utaratibu, kama unasaidiwa au unaendelea mwenyewe. Haya, mtatuongoza. Mheshimiwa Spika, hii ni taarifa ya haki, maadili na madaraka ya Bunge kuhusu uchunguzi wa tuhuma kuvunja haki za Bunge na kusema uongo zinazomkabili Mheshimiwa Jerry William Silaa. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 4, 2 na 3 ya nyongeza ya 8 ya kanuni za kudumu za Bunge lako tukufu, taarifa ya kamati kuhusu uchunguzi wa tuhuma zinazomhusu Mheshimiwa Jerry William Silaa mbunge kuhusu kuvunja haki za Bunge na kusema uongo. Mheshimiwa Spika, awali ya yote napenda kukushukuru wewe binafsi kwa weledi, busara na hekima katika kuliongoza Bunge letu kwa ufanisi mkubwa. Aidha, napenda kumshukuru Mheshimiwa Naibu Spika na wenye viti wote wa Bunge letu kwa wanavyokusaidia kutekeleza majukumu yako. Mheshimiwa Spika, mnamo tarehe 20 Agosti 2021 kwa mamlaka ulionayo chini ya kanuni ya 4(1)(a) ya nyongeza ya 8 ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Juni 2020 uliagiza kamati yangu kukutana kwa ajili ya kuchunguza tuhuma zinazomkabili Mheshimiwa Jerry William Silaa na kutoa mapendekezo kuhusu hatua za kuchukuliwa. Kufuatia agizo lako, kamati ilikutana rasmi tarehe 24 Agosti 2021, tarehe 26, tarehe 27 na tarehe 30 Agosti 2021 kwa ajili ya kushughulikia swala hilo. Mheshimiwa Spika, chimbuko la shauri hili lilitokana na kauli zilizosambaa kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii mnamo tarehe 23 Julai 2021 ikimnukuu Mheshimiwa Jerry William Silaa mbunge. Mheshimiwa huyu alinukuliwa wakati anazungumza na wananchi katika jimbo la Ukonga jijini Dar es Salaam kuwa mishahara ya wabunge haikatwi kodi. Kauli zake zilikuwa na maneno yafuatayo, naomba kumnukuu. Mimi nimeanza ubunge juzi mwaka jana mwezi wa 11. Kwa hiyo nimekuta hayo yanayosemwa, mengine yameshapitishwa tayari bungeni, na katika hili mimi niungane na mheshimiwa wa Kinondoni Mheshimiwa Abbas Tarimba kwamba vikiliwa vya mwali na vya kungwi viliwe. Ni wakati mwafaka sisi waheshimiwa wabunge, ili tupate moral integrity, ili tupate uwezo wa kusimama mbele za watu kuwaambia walipe kodi, na sisi tuanze kulipa kodi kwenye mishahara yetu. Hakuna sababu ya kuwa na wengine wanalipa wengine hawalipi. Ukisha kuwa hulipi unakosa ile nguvu ya kumwambia mwenzako alipe. Mwisho wa kumnukuu. Mheshimiwa Spika, baada ya kusoma hati ya wito, kamati ilianza kwa kujadili kauli zinazolalamikwa katika shauri hilo. Mheshimiwa Abbas Tarimba mbunge, ambaye ni mjumbe wa kamati hii, alieleza kamati kwamba jina lake limetajwa katika kauli inayofanywa uchunguzi wa kamati. Japokuwa alikana kuhusika na maelezo katika Twitter ambayo Mheshimiwa Jerry Silaa mbunge alimnukuu kwamba yeye Mheshimiwa Tarimba aliyasema, aliomba kamati kwamba misingi ya utendaji wa haki inamtaka ajitoe katika shauri hilo ili kuepuka kuonekana na egemeo pande wowote. Kamati iliona hoja ya Mheshimiwa Abbas Tarimba ni ya msingi, hivyo kamati iliridhia kujitoa kwake. Mheshimiwa Spika, mbunge anayewakilisha bunge kwenye chombo kingine cha uwakilishi au mjumbe wa bunge la Afrika Mashariki alieleza kuwa tuhuma hizo iwapo zitathibitika ni ukiukwaji wa kifungu cha 26D na E cha sheria ya kinga haki na madaraka ya bunge na kanuni ya 85(1)(g) ya kanuni za kudumu za bunge. Ambazo zinamkataza mtu yote kufanya vitendo alivyotuhumiwa navyo. Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa shauri.
Bunge limepewa mamlaka kisheria ya kusikiliza na kutoa hukumu kwa makosa yanayovunja haki za bunge ambayo si jinai chini ya sheria hii. Mamlaka hayo yapo chini ya kifungu cha 13 cha sheria ya kinga, madaraka na haki za bunge sura 296. Mheshimiwa Spika, kwa utekelezaji bora wa mamlaka hayo, kamati ya haki, maadili na madaraka ya bunge iliundwa na kupewa jukumu hilo chini ya kanuni ya 4(1) A, B na C ya nyongeza ya 8 ya kanuni za kudumu za bunge toleo la 2020. Mheshimiwa Spika, ushahidi mwingine uliofanyiwa kazi na kamati hii wa Mheshimiwa Jerry Silaa aliotoa mbele ya kamati siku ya tarehe 20 Agosti 2021 wakati wa mahojiano, Mheshimiwa Jerry Silaa alikiri kuwa yeye ndiye aliyetoa kauli zinazolalamikiwa. Shahidi huyu alifafanua kuwa alitoa kauli hiyo alipokuwa anahutubia wananchi wa jimbo la Ukonga jijini Dar es Salaam. Maelezo ya shahidi yalikuwa kama ifuatavyo na nukuu. Mheshimiwa Spika: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ujumla ninakili yapo sahihi isipokuwa kwenye paragrafu ya kwanza. Kama kamati yako itaridhia, mkutano wa wananchi ulifanyika tarehe 22 na sio tarehe 23. Mheshimiwa, mengine yote ni sawa. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Spika, kutokana na ushahidi wa kukiri mbele ya kamati pamoja na ushahidi wa video iliyosambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii na vyombo vya habari kuanzia tarehe 23 Julai 2021, kamati imejiridhisha kuwa kweli Mheshimiwa Jerry Silaa ndiye aliyetoa kauli zinazolalamikiwa. Mheshimiwa Spika, katika kupata majibu ya hoja hii, kamati ilimhoji Mheshimiwa Jerry Silaa ili kupata maelezo ya kuthibitisha ukweli kuhusu kauli yake ya kwamba mishahara ya wabunge haikatwi kodi. Kwa kuanzia, kamati ilitaka maelezo yake iwapo anazifahamu stahili zake kama mbunge na iwapo anaufahamu mshahara wa mbunge. Mheshimiwa Spika, shahidi alieleza kamati kwamba baada ya kupata ubunge alipewa maelezo ya stahili za mbunge, hivyo anafahamu vizuri sana mshahara wa mbunge. Swali lingine aliloulizwa ni iwapo mshahara wake unakatwa kodi. Wakati wa kujibu, shahidi aliomba kwamba ikae kwenye kumbukumbu za kamati kwamba katika mshahara anaopokea kuna kiasi kinakatwa kodi na kuna kiasi hakikatwi kodi. Alipoulizwa kufafanua ni kiasi kipi kinakatwa kodi na kiasi kipi hakikatwi kodi, alieleza kuwa katika mshahara wa mbunge eneo la basic salary linakatwa kodi, yani pay as you earn. Sehemu ya maelezo yake, Mheshimiwa Spika, ni kama yafuatayo, naomba kumnukuu. Ukiondoa basic salary ambayo ndio inatengeneza sehemu ya mshahara wa mbunge, kuna posho inaitwa bunge allowance ambayo inajumuisha vitu mbalimbali. Katika vitu vile vinavyojumuishwa ni pamoja na posho ya mafuta, posho ya matengenezo ya gari, osi ya jimbo, mishahara ya wasaidizi wa jimbo na posho za ziara siku 10 jimboni ambazo ni za kujikimu, ambazo kwenye sheria ya kodi zinafahamika kama personal allowance. Hizi hazilipiwi kodi. Mheshimiwa Spika, naendelea kumnukuu shahidi. Nirudie pale awali kwenye mkanganyiko baina ya basic salary, mshahara na personal income. Narudia swala langu la awali kwamba ikae kwenye kumbukumbu kwamba nimeelezea kwamba personal income ndio mshahara. Muundo wa basic salary na posho mbalimbali National Service Campus. Mheshimiwa, hapa Mheshimiwa anaendelea kumnukuu. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Spika, katika kuelewa vema jambo hili, kamati ilijielekeza kwenye ushahidi uliotolewa na ndugu Leison Mwanjisi. Shahidi huyu ni mtaalamu anayesimamia malipo ya stahili mbalimbali za wabunge ikiwemo posho na mishahara. Shahidi huyu alieleza kamati kuwa yeye ni mhasibu mkuu katika sekretarieti ya bunge na amefanya kazi hiyo katika sekretarieti ya bunge kuanzia mwaka 2015. Shahidi alifafanua kuwa kwa kipindi chote alichodumu katika ofisi hiyo mishahara ya wabunge inakatwa kodi. Mheshimiwa Spika, aidha ndugu Leison Mwanjisi alipohojiwa
alitofautisha malipo ya mshahara na malipo ya posho wanayolipwa wabunge. Shahidi alieleza kwamba posho zinazolipwa kwa wabunge hazikatwi kodi kwa sababu wabunge wanalipwa posho kwa ajili ya kuwawezesha kufanya kazi za kibunge na kuendesha shughuli za ofisi zao katika majimbo yao. Alifafanua zaidi kuwa utaratibu wa kutokata kodi katika posho ndio unaotumika serikalini kote. Vile vile alidokeza kwamba kati ya mwaka 2017 na 2018 alikaguliwa na maafisa kutoka TRA waliotaka kujihakikishia iwapo wabunge wanatakiwa kukata kodi katika staili zao zaidi wanavyokatwa katika mishahara yao. Mheshimiwa Spika, shahidi huyu alieleza kuwa wakaguzi hao walizingatia sheria, nyaraka na vielelezo walivyopatiwa, na kisha timu hiyo ilijiridhisha kuwa wabunge hawapaswi kukatwa kodi katika posho zao isipokuwa mishahara pekee. Ndugu Leison Mwanjisi alipoulizwa iwapo Mheshimiwa Jerry William Silaa anakatwa kodi katika staili zake, alijibu kuwa Mheshimiwa Jerry Silaa anakatwa kodi katika mshahara wake. Vile vile shahidi huyu alieleza kamati kuwa posho anazolipwa Mheshimiwa Jerry Silaa hazikatwi kodi. Katika kuthibitisha hilo, aliipatia kamati hati ya mshahara, yani salary slip, ili kuthibitisha kamati juu ya maelezo aliyoyatoa. Hati hiyo imepokelewa kama kielelezo A. Mheshimiwa Spika, baada ya kamati kuchambua ushahidi wa Mheshimiwa Jerry Silaa na ushahidi wa ndugu Leison Mwanjisi, kamati ilijielekeza katika sheria ya usimamizi wa bunge sura ya 115. Sheria hiyo inaweka masharti kuhusu malipo ya mishahara na posho kwa wabunge. Kifungu cha 20 inaeleza wazi kuwa mshahara wa mbunge ndio utakatwa kodi. Kifungu kinaeleza kama ifuatavyo: 20(1) A member of parliament shall be entitled to such salary as the president may, by order published in the Gazette, determine. 2. There shall be paid to a member of parliament the following allowances at such rates as the president may in writing. 3. The allowances given under this section shall be exempt from income tax. Mheshimiwa Spika, katika kuthibitisha hilo, wakati wa mahojiano Mheshimiwa Jerry Silaa alikiri kuwa kauli zake zimeleta tafrani kwenye jamii. Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa ushahidi wa sheria katika shauri hili unathibitisha kwamba Mheshimiwa Jerry Silaa alikuwa na nia ovu ya kulidharau na kulidhalilisha bunge pamoja na kuchonganisha wabunge, serikali, uongozi wa bunge na wananchi kwa kusema uongo. Mheshimiwa Spika, kamati inaona kuwa Mheshimiwa Jerry Silaa amekiuka kifungu cha 26C, D na E cha sheria ya kinga, madaraka na haki za bunge sura 296. Masharti ya kifungu hiki yanakataza mtu yoyote kufanya kwa makusudi kitendo chochote chenye kudharau shughuli za bunge au mtu yoyote anaendesha shughuli hizo. Mheshimiwa Spika, kamati ilimtia hatiani Mheshimiwa Jerry Silaa kwa kusema uongo. Hatua hiyo ni baada ya kuzingatia ushahidi uliokuwepo mbele ya kamati pamoja na sheria zinazosimamia mishahara ya wabunge. Kamati iliona kuwa jambo hilo ni dharau kwa bunge, spika na shughuli za bunge, vile vile kwa kuchonganisha wabunge, serikali, uongozi na wananchi. Kosa hilo ni kinyume cha kifungu cha 26C, D na E cha sheria ya kinga, madaraka na haki za bunge sura 296. Mheshimiwa Spika, aidha kanuni ya 85(1)G ya kanuni za kudumu za bunge inaeleza kuhusu utovu wa nidhamu uliokithiri kuwa ni pamoja na makosa ambayo kwa maoni ya spika kuwa ni utovu wa nidhamu uliokithiri. Kutokana na kitendo cha Mheshimiwa Jerry Silaa cha kutosahihisha kauli yake aliyoitoa kwenye mkutano wa hadhara licha ya kutakiwa na Mheshimiwa Spika kuomba radhi hadharani, maelezo ya spika yalikuwa aombe radhi kupitia vyombo vya habari
na mitandao ya kijamii aliyoitumia kusema uongo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Jerry Silaa alikiri kuwa alipata maelekezo yako ya kumtaka ombe radhi kwa upotoshaji aliofanya kupitia vyombo vya habari. Pamoja na maelezo hayo, Mheshimiwa Jerry Silaa alikaidi maelezo yako. Katika swala hili, kamati imejiridhisha kuwa kitendo alichokifanya ni utovu wa nidhamu uliokithiri. Mheshimiwa Spika, kamati itafakari hoja kwamba je, ni hatua gani za kisheria zinapaswa kuchukuliwa dhidi ya Mheshimiwa Jerry Silaa? Katika kujibu hoja hii, kamati ilizingatia sheria na kanuni zinazotawala masuala ya bunge na kutafakari kwa kina kuhusu ushahidi wa Mheshimiwa Jerry Silaa mbele ya kamati. Mheshimiwa Spika, kuhusu adhabu kwa kosa la utovu wa nidhamu uliokithiri, kamati ilijielekeza katika kanuni ya 85 fasili ya 3 ya kanuni za kudumu za bunge toleo la 2020. Kanuni hii inaweka adhabu kwa mbunge anayekiuka kanuni hii kuwa ni asihudhurie mikutano ya bunge mfululizo isiyopungua miwili au isiyozidi mitatu. Mwenendo, Mheshimiwa Spika, mwenendo wa shahidi wakati wa usikilizaji wa shauri. Mheshimiwa Spika, kamati ilipata wasaa wa kufanya tathmini ya mwenendo wa shahidi alipofika mbele ya kamati. Vitendo vya shahidi wakati wa usikilizaji wa shauri hili pamoja na ushirikiano wa shahidi mbele ya kamati, hivyo vyote vimesaidia katika kuandaa taarifa. Mheshimiwa Spika, shahidi aliitikia wito wa kufika mbele ya kamati tarehe 24 Agosti 2021 kwa ajili ya kuhojiwa. Wakati wa mahojiano, shahidi hakuwa tayari kujibu maswali kikamilifu, jambo ambalo lilifanya kamati kutumia muda mrefu kupata majibu ya maswala ambayo majibu yake yalikuwa wazi. Kwa ufupi, shahidi hakutoa ushirikiano kwa kamati kwa kutojibu kikamilifu maswali yaliyoulizwa. Mheshimiwa Spika, kabla ya mahojiano kuanza, shahidi alikumbushwa kuhusu utaratibu wa kisheria wa usikilizaji wa mashauri ya kamati hii kwa faragha. Pamoja na kuwa na taarifa hizi, shahidi alikuwa anachukua kumbukumbu za shauri kwa kuandika katika shajara yake. Waheshimiwa wabunge, shajara ni diary. Kamati ilimtaka aache shajara hadi shauri litakapohitimishwa. Shahidi alikataa kuiacha shajara hiyo na baada yake alisema atachana kurasa alizoandika. Baada ya maelezo hayo, alichana na kukabidhi kwa secretariat. Lakini shahidi ameandika uongo katika barua yake kwa katibu wa bunge kwa kusingizia kwamba kamati ndio iliyochana shajara yake na kwamba sababu hiyo hakuweza kukumbuka tarehe aliyoamriwa kurudi mbele ya kamati. Mheshimiwa Spika, baada ya mahojiano, kamati iliahirisha usikilizaji wa shauri hilo na kumtaka shahidi arudi mbele ya kamati siku ya tarehe 26 Agosti ili kuendelea na mahojiano. Tarehe 25 shahidi aliwakilisha kwa katibu wa bunge barua ya tarehe 24 Agosti 2021 ambayo alimtaka katibu wa bunge aifikishe kwenye kamati. Barua hiyo ilikuwa na malalamiko kwamba wakati wa kusikiliza shauri lake kamati haijamtendea haki, haikumsikiliza, ilikuwa batili, ilikuwa kinyume cha sheria, ilikuwa na upendeleo na kamati hiyo ikosa weledi wa kusikiliza shauri lake. Sehemu ya maelezo yake katika barua hiyo ni kama ifuatavyo, naomba kunukuu barua yake sehemu. Kamati imejiendesha unconstitutional, impartial, biased, unlawful, unprofessional. Na kwa kifupi, sijapata haki yangu kama shahidi. Kamati imekataa kupokea ushahidi wangu. Nimekataliwa kusema, nimewekewa maneno mdomoni, nimenyimwa haki za msingi ikiwemo freedom of speech. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, hali kadhalika barua yake ilikuwa na maneno mengine yafuatayo: moja, nawasilisha ushahidi wangu wa maandishi na kukutaka kutumia mamlaka yako kuyafikisha kwa mwenyekiti na kumshauri athari za kisheria na vitendo walivyofanya leo. Naendelea kunukuu. Mheshimiwa Spika. Mbili, nimehesabu leo sijasikilizwa na kamati na aidha kamati ichukue mchango wangu wa maandishi na yenyewe niandikie kwa maandishi hoja zao
na shauri hili liendeshwe kwa utaratibu wa maandishi. 3, nimejulishwa kufika mbele ya kamati. Sitafika kwani sina wito rasmi, na sehemu nilipoandika tarehe na saa wamechana dayari yangu na kubaki nayo kwa kisingizio cha siri. Mheshimiwa Spika, jambo lingine katika barua yake ni kuwa alihoji kwa nini kamati ilimdadisi iwapo anajiona anafaa kwenye nafasi aliyochaguliwa na bunge kuliwakilisha bunge katika bunge la papu. Shahidi huyu amelalamika kwamba hata spika mheshimiwa aliongelea swala la uwakilishi wake siku ya tarehe 17 Agosti wakati wa semina wa bunge wote akiwa hayupo. Shahidi alieleza kwamba atashangaa iwapo kutakuwa na mtu anayeona ujumbe wake wa papu ni hisani. Alisisitiza kuwa ujumbe wake ni kwa mujibu wa masharti ya kanuni za bunge. Aidha, alieleza kuwa uvumilivu wake umefika mwisho, hivyo atashtaki kwenye mahakama ya umma, na mnukuu, katika mahojiano wajumbe waliniuliza juu ya ujumbe wangu wa bunge la Afrika. Sikuwepo siku ya Jumanne tarehe 17 Agosti wakati Mheshimiwa Spika anazungumza kwenye semina ya bunge, na hivyo nachelewa sana kusema. Naye alisema kuhusu ujumbe wangu wa papu. Nitashangaa sana kama kuna mtu anaona ujumbe wangu wa papu ni hisani na hautokani na kanuni za kudumu za bunge, kanuni ya 14 ya nyongeza ya pili. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kamati iliona kuwa amesema uongo kwenye kamati ya maadili. Kwa tabia hiyo, kamati iliamini kuwa ni wazi kuwa ataweza kusema uongo katika bunge la papu. Kanuni za kudumu za bunge, kanuni ya 4(1)(c) inayotoa mamlaka kwa kamati ya maadili kushughulikia shauri linalomhusu mbunge anayewakilisha bunge kwenye chombo kingine cha uwakilishi au mjumbe wa bunge la Afrika Mashariki. Kanuni inaeleza, naomba kuinukuu. Kwa maslahi ya muda, mwenyekiti, naenda kwenye maazimio. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, azimio la bunge kuhusu hatua za kuchukua dhidi ya Mheshimiwa Jerry William Silaa mbunge kwa kutoa kauli za uongo imetolewa chini ya kifungu cha 33(1) cha sheria ya kinga, madaraka na haki za bunge. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaongozwa kwa mujibu wa katiba, sheria na kanuni za kudumu za bunge ambazo zilitungwa na bunge lenyewe kwa ajili ya kuliongoza katika kutekeleza shughuli zake, na kwa kuwa mnamo tarehe 23 Julai Mheshimiwa Jerry William Silaa alinukuliwa na vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo mitandao ya kijamii wakati anazungumza na wananchi wa jimbo la Ukonga jijini Dar es Salaam alipotoa kauli kwamba mishahara ya wabunge haikatwi kodi, na kwa kuwa kauli za Mheshimiwa Jerry Silaa zilikuwa za uongo ambazo zimeupotesha umma, zimeshusha hadhi na heshima ya bunge, zimezaraulisha mamlaka ya bunge na kuchonganisha serikali na wananchi na vile vile bunge na wananchi, na kwa kuwa tarehe 20 Agosti 2021 Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Job Ndugai kwa mamlaka aliyopewa chini ya kanuni ya 4(1)(a) ya nyongeza ya 8 ya kanuni za kudumu za bunge aliagiza kamati ya maadili na madaraka ya bunge ikutane na kufanya uchunguzi kuhusu kauli zilizotolewa na Mheshimiwa Jerry William Silaa ambazo zilinukuliwa na vyombo vya habari, na kwa kuwa kufuatia maelekezo ya Mheshimiwa Spika, kamati ya haki na maadili na madaraka ya bunge ilikutana kuanzia tarehe 23 Agosti hadi tarehe 27 Agosti na tarehe 30 Agosti Dodoma na kufanya uchunguzi wa shauri la Mheshimiwa Jerry William Silaa, na kwa kuwa mnamo tarehe 24 Agosti Mheshimiwa Jerry William Silaa alifika mbele ya kamati na kuhojiwa kauli zake, na kuwa kamati iliahirisha kusikiliza shauri lake hadi tarehe 26,
na kwa kuwa Mheshimiwa Jerry William Slaa hakufika siku ya tarehe 26 ambayo kamati ipanga kuendelea kusikiliza shauri lake, lakini kwa makusudi Mheshimiwa Jerry William Slaa alikaidi wito wa kamati, hivyo kudharau amri halali ya kamati, jambo lililofanya kamati kuomba kwa Mheshimiwa Spika kutumia mamlaka yake kuidhinisha hati ya kumkamata. Na kwa kuwa baada ya kukaidi amri halali iliyomtaka kufika mbele ya kamati tarehe 26, Mheshimiwa Jerry Slaa alifika tarehe 27 Agosti, na kwa kuwa Mheshimiwa Jerry William Slaa aliandika barua kwa katibu wa bunge na kinyume na taratibu kumtaka afikishe kwenye kamati, na kwamba barua hiyo ilikuwa inaikashifu kamati na kutoa maelezo ya uongo yenye maudhui yanayopotosha na kudhalilisha kamati, na kwa kuwa wakati kamati inamsikiliza ilijiridhisha kuwa katika ushahidi wake Mheshimiwa Jerry William Slaa hakuomba radhi wala kujutia makosa aliyofanya ya kutoa kauli za uongo, jambo ambalo ni dharau kwa bunge, spika na shughuli za bunge, na vile vile kuchonganisha wabunge, serikali, uongozi wa bunge na wananchi. Na kwa kuwa kauli za Mheshimiwa Jerry William Slaa zinakiuka kifungu cha 21B, D na E cha sheria ya kinga, haki na madaraka ya bunge sura ya 296 na kanuni ya 18 1 B 4 B na 81 na 85 1 G ya kanuni za kudumu za kanuni za bunge toleo la 2020, na kwa kuwa Mheshimiwa Jerry William Slaa amekuwa na mwenendo usiofaa na unaodhalilisha hadhi ya nafasi ya mbunge kwa kusema uongo, na kwa kuwa Mheshimiwa Jerry William Slaa akiwa mbele ya kamati hakukiri wala kujutia makosa yake, alionyesha dharau, kudhalilisha nafasi ya mbunge na kushusha heshima ya bunge, kushusha hadhi ya bunge na viongozi, kuchonganisha bunge na wananchi, serikali na wananchi kwa kusema uongo, hivyo kamati imemtia hatiani. Na kwa kuwa kanuni ya 61(1), 2 na 3 ya kanuni za kudumu za bunge toleo la 2020 inalipa bunge mamlaka ya kupokea na kujadili mapendekezo ya kamati hii na kisha kufanya uamuzi kwa njia ya azimio la bunge. Hivyo basi bunge linaazimia kuwa Mheshimiwa Jerry William Slaa asimamishwe kuhudhuria mikutano ya bunge miwili mfululizo. B, aondolewe kwenye nafasi ya uwakilishi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika bunge la Afrika PAP. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa na imeungwa mkono. Tunakushukuru sana mwenyekiti. Sasa unaweza kurudi kwenye kiti chako ili usikilize michango ya waheshimiwa wabunge. Kwanza niwashukuru sana wajumbe wa kamati hii ya maadili kwa kazi kubwa ambayo wameifanya wiki nzima hii. Wamekuwa wakihangaika na mambo haya mawili, na hata jana si wamemaliza usiku saa ngapi. Naona hata mwenyekiti anavyosoma usingizi na hata macho hayamweki sawa sababu amekesha kwa ajili ya mambo haya. Kwa tunawashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya na poleni sana kwa yote. Tukumbuke mwenyekiti hapa. Mwenyekiti maadili. Mheshimiwa hapa. Wewe mtoa hoja bwana. Ili usikilize waheshimiwa wabunge wanachosema. Ya waheshimiwa wanaojadiliwa hapa, waheshimiwa wabunge wote wawili tuliwateua pale mwanzo, nao ni sehemu ya kamati ya maadili. Tangu mwanzo tulidhani kwamba uzoefu wao unaweza kutusaidia. Kwa hiyo hata wajumbe wanaoleta taarifa hii wamewajadili wajumbe wenzao, yani hawa ni wenzao. Kwa hiyo hebu fikiria wewe ni mjumbe wa kamati, halafu wenzako wanakuona hivi. Kwa hiyo anayeona tofauti kwa kweli huyo naye ana matatizo. Lakini sasa tumewasimamisha kwenye kamati ya maadili kwa sababu hawangeweza kujadili kesi inayowahusu wao wenyewe. Basi tuendelee na mjadala. Mwenyekiti tu kutuambia tuliona mabegi na mabuku, si alisaidia kiasi gani? Sasa ukutuambia labda wajumbe watatuambia huko mbele.
Tunaendelea na uchangiaji wa heshimiwa. Namuomba Mheshimiwa Omar Mohamed Kigua atufungulie. Mheshimiwa Shari Joseph Raymond atafuata. Tukifanya dakika siozidi 7 sio mbaya kwa kila mmoja hapo, sababu waombaji ni wengi kidogo. Asante Mheshimiwa Spika. Utalia kengele moja tu baada ya dakika 7. Nikushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuwa mchangiaji wa mwanzo kabisa kwenye swala la waheshimiwa au mashahidi kwenye jambo letu ambalo liko mbele yetu hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni mjumbe wa kamati hii kwa muda mrefu kidogo. Na kwa uhakika Mheshimiwa Spika, naweza kusema kwa uzoefu mdogo ambao nilikuona katika kamati hii, nimeshuhudia vituko vya ajabu kabisa. Mheshimiwa Spika, kamati yako inafanya kazi kwa mujibu wa taratibu na kanuni ambazo tumezitunga sisi wenyewe wabunge. Na tunategemea kabisa Mheshimiwa Spika, wewe kama mbunge umeaminiwa na wananchi, na sio mbunge tu wa jimbo, ni mbunge wa Tanzania nzima. Mwenendo wako, kauli zako, tabia zako lazima zifanane na nafasi uliopewa. Kwa hiyo siku zote unapozungumza lazima utafakari wewe ni nani, unazungumza na kina nani. Hayo ndio yatakayokusaidia kuepuka haya ambayo leo tunazungumza mbele ya bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, nikianza na shahidi namba 1, ndugu yetu Joseph Gwajima, mimi namuita ni shahidi kwa mujibu wa taratibu tulizojiwekea. Hakika Mheshimiwa Spika, hakuitendea haki hata mara moja kamati hii. Hakuwa na nidhamu, hakuwa na heshima hata mara moja. Hata ujio wake mbele ya kamati ilikuwa inaonyesha dhahiri kabisa kwamba alikuja kwa kejeli na dharau iliyopitiliza. Mheshimiwa Spika, nitoe mfano mmoja tu Mheshimiwa Spika. Tulipomuuliza ni wapi unapotenganisha shughuli za kanisa na shughuli za ubunge, hakuweza kutoa jibu la moja kwa moja, hakuwa na jibu. Aliambia kamati Mheshimiwa Spika kwamba anazungumza na waumini wake wenye makanisa zaidi ya 140 duniani. Tulipomuuliza ni wapi unaweza ukabana taarifa zako kwamba hizo wafikia waumini wako na wananchi dunia kwa ujumla, hakuweza kutoa majibu hayo. Mheshimiwa Spika, swala la kusema kwamba wapo watumishi wamepewa pesa, swala hilo lipoulizwa Mheshimiwa Spika hakutoa majibu. Lakini tujiulize Mheshimiwa Spika, heshima ya chombo hichi na heshima mingine inalindwa na wewe Mheshimiwa Spika. Tulipomuuliza hilo hakujibu hata mara moja. Lakini tupime athari ya kauli zake toka ameanza. Mimi Mheshimiwa Spika, niungane na ushauri wa kamati hii kwamba ukiacha maazimio leo ambayo mimi naunga mkono, vyombo vingine viende vikatazame athari ya kauli zake nini huko. Nani asiyejua hapa Mheshimiwa Spika kwamba wananchi wa Tanzania wanakufa kwa corona? Na ni nani, kiongozi gani wa serikali amesema kwamba kuchanja ni lazima, lakini yeye kauli zake zinathibitisha na zinaonyesha kwamba viongozi wetu wa serikali wamelazimisha wananchi wapimwe. Hili jambo kwa kweli halina afya maendeleo ya nchi yetu, na lazima tusimame imara Mheshimiwa Spika, tulinde chombo hichi. Mheshimiwa Spika, swala la ndugu yetu Jerry Silaa, mimi na waheshimiwa wenzangu wajumbe wa kamati hii tulijiuliza, huyu ni mbunge mgeni kweli, lakini huyu ameshika nafasi kadhaa katika nchi yetu, katika nafasi ya kuwa meya wa jiji la Dar es Salaam. Lakini Mheshimiwa Spika, ulimpa nafasi aombe au arekebishe maneno yake, hakufanya hivyo. Hii ni dharau kwa bunge, ni dharau kwa pia kwa hiyo Spika Mheshimiwa. Lakini alipofika mbele ya kamati, kwa kuonyesha kwamba alidhamiria alichodhamiria na alisimamia kwa kile alichokuwa amekizungumza, alikuja na ushahidi wa vitabu zaidi ya 10. Hakuwa na dhamira ya kuomba radhi. Na Mheshimiwa Spika, wewe ni shahidi, zimekwisha letwa kesi nyingi tu, na kwa sababu kamati hii ni ya kwako, ulisamehe watu wengi, hata kamati imesamehe watu wengi. Lakini kwa jinsi alivyokuja mbele ya kamati Mheshimiwa Spika, alikuja na msimamo kwamba alichokizungumza ni sahihi.
Jambo hili sio sahihi hata kidogo, Mheshimiwa Spika. Lakini kumbusha Mheshimiwa Spika, hakutii wito wa kamati, kwa sababu hata katika utaratibu za kawaida unapokuwa una kesi, ukipewa summons ya kwanza hupewi summons nyingine. Hakufika mbele ya kamati hiyo, Mheshimiwa Spika. Lakini kibaya zaidi, alipoona kuna wito wa kukamatwa na polisi, Mheshimiwa Spika, aliamua kufika saa 12 asubuhi ndani ya ukumbi wa kamati, kinyume cha utaratibu ambao wa kuendesha shughuli zetu pale. Pia huo ni uvunjifu na ukosefu wa adabu, Mheshimiwa Spika. Sasa Mheshimiwa Spika, tuna taratibu, tunapochaguliwa tunapewa mafunzo na watumishi wetu, hata kwenye iPad zipo hapa za kuonyesha staili zetu. Kamati ilimuuliza Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Shahidi Islam, je, unajua kwamba allowance hizi zinakatwa kodi? Anasema hajui. Aliposemewa akakiri kwamba leo ndo amefahamu kwamba allowance hazikatwi kodi. Sasa leo unawezaje kumwamini, unawezaje kumpa nafasi hiyo kuwa mjumbe wa PAP, mtu ambaye hajui hata sheria kwamba allowance za kibunge hazikatwi kodi? Hili jambo la kuomba Mheshimiwa Spika, kwa utaratibu ule ule anakosa sifa za kuwa mjumbe wa PAP. Na ili kuweka utaratibu ulio imara na sifa kwa bunge lako tukufu, Mheshimiwa Spika, mtazame tena wakati mwingine tunapowapa nafasi tuwapime katika viwango tofauti tofauti. Sisi imetuia vigumu sana, Mheshimiwa Spika, kuwazungumza wabunge wenzetu ambao ni wajumbe wa kamati. Basi baada ya kusema, Mheshimiwa Spika, nakushukuru, asante, naunga mkono hoja, asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Shari Raymond atafuatiwa na Mheshimiwa Kirumba Ng'enda. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa nafasi hii. Kipekee namshukuru Mungu sana kutuweka hapa ili tuongee masuala muhimu haya kwa maslahi ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, amani, amani, amani. Nikiuliza hapa mna amani, wote mtasema ndio, na ndio maana mko chini ya jengo hili mkisikiliza na mkitafakari na mkifanya kazi nzuri hizi kwa wananchi wenu. Amani ni kitu muhimu sana kwa mtu mwenyewe kwenye nafsi yake, na kwa mtu na watu wake na taifa na viongozi wa juu na wananchi wao. Mheshimiwa Spika, nimesimama hapa kuzungumza machache. Mimi ni mjumbe wa kamati hii na mashahidi ninaowazungumziwa ni wajumbe wenzangu. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima, naomba niseme kwamba matamko yaliyotoka kutoka kwa wenzetu hawa yalileta mtafaruku kwenye nchi yetu. Naanzia na Mheshimiwa Josephat Mathias Gwajima. Yeye ni mbunge mwenzetu, ni mtu tunayemsikiliza, ni mtu tunayeishi naye. Lakini pia alituambia yeye ni mchungaji au ni kile cheo kingine hapa nchini na kwa mataifa mengine. Aliposema mataifa mengine na akaleta ushahidi pale kwetu akisema kwamba anapozungumzia chanjo anazungumzia hapa na anaikataza hapa. Nikajiuliza na bado najiuliza, kama waumini wake wako nchini hapa na nchi nyingine, haya mambo yalivyoanza nchi nyingine, kwa nini hakuwazungumzia nchi hizo? Kwa nini linakuja kuzungumziwa hapa leo? Kweli yeye kanisa lake ni kubwa, lakini chanjo zimeanzia nje ndio zikaja hapa. Kwa nini hakukataza kule? Kwa nini anakuja kukataza hapa? Mheshimiwa Spika, jambo hili la chanjo ni hiari katika nchi yetu. Mtu uamue ufanye au usifanye. Lakini anapolitamka yeye na analitamka kwenye nyumba yake ya ibada au kwingineko, anakataza. Anapokataza anakwaza. Anapokwaza ni kwamba anamnyima mtu uhuru wake. Unaposema imani ni kitu very sensitive, Mheshimiwa Spika. Imani yako ndio inakupa wewe ujisikie unajiamini na unakuwa huru. Sasa katika kujadili jambo hili katika kamati, mengi yamezungumzwa na mwenyekiti wangu na mimi ni sehemu ya yale yaliyozungumzwa. Jambo gani limenifanya nisimame na kuomba kuchangia? Ni kwamba mtu mmoja au watu wachache wasiingilie uhuru wa mtu. Tunasema na wahenga walisema hiari yashinda utumwa. Ndio maana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan
alipotuambia tuchanje, alisema hiyo ni hiari yenu, hatukulazimishwa. Sasa Mheshimiwa Spika, inatia uchungu, inakera, na unajua kwamba mimi nimesimama hapa kama kiongozi wa wanawake nikijua jinsi gani wanawake wana imani na wanapenda kusikiliza viongozi wao. Tutakavyobweteka tukasema ameongea kiongozi ule, tusijilinde, tusilinde wengine, tunakwenda kuhatarisha familia zetu. Mheshimiwa Spika, naunga mkono adhabu zilizotolewa kuhusu shahidi huyu, kwa sababu yeye alitukwaza alipokuwa akisema kwamba anazungumza kwa kuoteshwa au kwa kufuata Roho Mtakatifu. Mimi ni Mkristo Mheshimiwa Spika. Roho Mtakatifu ndio tunavyobatizwa, tunabatizwa kwa maji na Roho Mtakatifu. Huyu Roho Mtakatifu asiyetaka utakatifu, anataka vitu, basi huyu sio Roho Mtakatifu bali ni Roho mtaka vitu. Mheshimiwa Spika, jambo la pili ni swala la shahidi Jerry Silaa. Haihitaji rocket science kuzungumza na kusema kwamba mshahara unakatwa kodi. Kodi ni kitu ambacho kiko kwa sheria, na kuna kodi nyingi sana zinazokatwa katika nchi hii, na hii kodi ya mshahara ipo. Wabunge wanalipwa mshahara kama wafanyakazi wengine wa public servants, na pay as you earn inakatwa. Sasa sioni ni kwa jinsi gani mtu mwelewa kama mbunge anakwenda kwenye mikutano yake ya hadhara, anapigiwa makofi, anapata memeko na anazungumza zaidi ambavyo angetakiwa. Mheshimiwa Spika, nasikitika sana kwamba mwanangu huyu alisema kwa mheshimiwa mwanangu huyu hatukatwi kodi, na aliulizwa, je, wewe ulikuwa unakatwa kodi? Akasema yeye alikuwa anapata posho na alikuwa akatwi kodi wakati akiwa mstahiki meya. Sasa kama hivyo ndivyo, kwa nini wakati ule akuliona ni tatizo amekuja kulionea tatizo hapa leo? Mheshimiwa Spika, mtu unakaa unajiuliza, bunge hili lilianzishwa miaka mingi nyuma toka enzi za mkoloni, na yanayofanyika hapa yalikuwa yanafanyika. Kwa nini hao wote waliopita miaka hiyo hawakuona inakuja kuonekana leo? Unasema hapa kuna jambo gani? Kwa nini limeleta simanzi na kwa nini limeleta taharuki? Unasema hivi, hii ni sawa, tunyamaze? Mheshimiwa Spika, hatukuweza kunyamaza, naunga mkono adhabu zilizotolewa. Asante sana Mheshimiwa Shani Raymond. Mheshimiwa Kirumbe Ng'enda atafuatiwa na Mheshimiwa Tunza Malapo. Mheshimiwa Spika, na mimi na kushukuru sana kwa kunipa nafasi hii, na nilitaka niseme kwamba sina kawaida sana ya kuzungumza mambo hasa ninayoona yananitia uchungu kwa watu ninaowafahamu vizuri na hasa wabunge wenzangu. Lakini mnapofika mahala mnataka kutengeneza chombo, ni lazima mkubali kwamba kama yupo mtu anapasua mtumbwi ili mzame, basi bora azame yeye, lakini chombo kiendelee kufanya kazi. Mheshimiwa Spika, sisi wabunge tuliomo humu tumeletwa na vyama vyetu kupitia kura za wananchi. Vyama vyetu vina katiba, vina miongozo. Chama kikongwe kama CCM kina mpaka kanuni za maadili na uongozi zinazoonyesha miko, zinazoweka makatazo, zinazoweka utaratibu. Kwa bahati mbaya niseme kwa mfano shahidi mbunge mwenzetu Mheshimiwa Gwajima, labda muda wake wa kuwepo kwenye CCM umekuwa ni mfupi sana, labda mambo haya hajapata nafasi nzuri ya kuyasoma. Lakini si hilo tu, tukishachaguliwa tukifika hapa hatuanzi kazi mpaka tubebe katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tuwape kuitii, kuitetea kwa mujibu wa sheria. Na katiba hiyo inayo mambo ambayo yanatutaka lazima tuyafanye kwa sababu tumeapa. Unashangaa, unajiuliza, na ninapata shaka hao wenzangu wanapata nafasi ya kupitia hii miongozo? Kama wangefahamu vizuri, nadhani tusingefika huku tulikofika.
Alipoanza mheshimiwa mbunge mwenzetu Gwajima, alianza kama anatoa ushauri hivi, akaeleza chanjo hizo na nini, halikuwa jambo baya. Na wakati huo rais wetu mpendwa alikuwa ameunda kamati ya wataalamu kumshauri kuona namna ya kuliendea jambo la kupambana na COVID. Lakini hata kama unaamua kumshauri rais, katiba uliowapa nayo ibara ya 37 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoeleza majukumu ya rais inaonyesha kwamba rais yuko huru katika kazi yake, halazimiki kufata ushauri. Ukimpa anaweza akauchukua au asiuchukue na atatimiza wajibu wake. Na kama rais alikuwa ameshaunda kamati ya wataalamu, hana lazima ya kusikiliza ushauri wa askofu, maana jambo lenyewe la ugonjwa ni la kitaalamu. Lakini tuache katiba, tuache miongozo ya chama. Ndugu yetu huyu ni mtumishi wa Mungu, askofu. Imeshafika mahala jambo liko kwenye mamlaka ya rais, analishughulikia. Unaweza ukafika mahala ukaanza tena kuhoji, kwenda mbele, kuchochea watu. Hasomi hata Biblia yenyewe inasemaje? Kwamba mtii mamlaka, maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Haya ya kanuni ya katiba yamempita, na ya Biblia yamempita. Lakini si hilo tu, hata sisi tunaoamini katika Uislamu imeandikwa watiu Allah watiu rasuli wa uli amri minkum, kwamba tumtii Mwenyezi Mungu, tumtii mtume na tuwatii wenye mamlaka miongoni mwetu. Huu aliouonyesha mwenzetu si utii kwa mamlaka. Mheshimiwa Spika, kwa bahati mbaya tunapokuwa hapa ni vizuri tujue viwango vyetu. Umeingia siasa jana, ubunge una miaka una miezi sijui 6-9. Lakini hata huko kwenye Biblia tuyaishi maneno ya Bwana Yesu. Ukialikwa kwenye harusi usikae viti vya mbele, maana mwenye harusi anaweza akaja na watu muhimu akakupeleka nyuma. Kaa viti vya nyuma ili kama yeye atakuona wa muhimu akulete mbele, maana ajikwezaye ushushwa na ajishushaye hupandishwa. Haya maneno nayo hayajui. Sasa amekuja hapa mheshimiwa Gwajima, amekaa viti vya mbele. Hata sisi tuliokaa siku nyingi huko kwenye chama hiki tunamwangalia. Lakini basi umefika mahala umekaa viti vya mbele, unaanza tena kupiga viti, unakupiga mawe kiti cha bwana harusi, na sisi tukuangalie tu. Haiwezekani. Mheshimiwa Spika, wabunge karibu wengi ambao tumekutana huko nje tunazungumza juu ya tukio hili la mwenzetu, kila mmoja anasema kwa kweli huyu bwana kafanya vibaya. Kila mmoja. Sasa ukiwauliza mbona hamkemei? Hapana, tunaogopa atapanda madhabahuni kwenda kutuchapa pale, kutukashifu. Mheshimiwa Gwajima, mbunge mwenzangu, mimi nimejitoa kama dhabihu, nipeleke kwenye madhabahu siku ya Jumapili, nichape ujuavyo, lakini muachie Mama Samia na serikali yake wafanye kazi. Narudia tena, nimejitoa, nikwambie kwa nia ya kukurekebisha kama mbunge mwenzetu, twende pamoja. Ukiamua kwenda kutumia jukwaa la Mungu badala ya kuongoza kondoo kuanza kuwasema watu, endelea hivyo, lakini ujue Mungu anakupa muda. Asante sana Mheshimiwa Kirumbe Ng'enda. Naomba dakika moja Mheshimiwa Nimani. Haya, malizia. Mheshimiwa Spika, mimi nimechukulia wito wa mama yetu na juhudi alizozifanya Mheshimiwa Rais wetu. Tena nimenukuu maisha ya Nabii Nuhu. Alipoona watu wake wanatenda makosa mengi kwa Mungu, na Mungu akamletea ufunuo kwamba mimi nataka kugharikisha, alikwenda akawasihi watu wote, jamani tutengeneze safina tupande. Mungu analeta gharika kutokana na makosa tuliyofanya. Sasa tujisalimishe tukae kwenye safina.
Wako baadhi ya watu mpaka wa familia yake walimpinga. Kilichotokea, gharika ilikuja na wote waliompinga waliangamia. Mama ametutaka tuchanje. Ametutaka tuchanje na akatuomba kwa hiari, anayetaka achanje, asiyetaka ache. Sisi tulioamua kuchanja tunasubiri safina iwe tayari. Wale ambao wamekataa, itakapotokea gharika ya Mungu, shauri yao. Hivi kweli angekuwa Mheshimiwa hayati Magufuli ndio rais leo, Mheshimiwa Gwajima angeweza kusema hayo aliyosema? Wakati wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka wa 1979 alikuwepo mjumbe mmoja wa halmashauri, tena mjumbe wa kamati kuu, na alikuwa mkuu wa idara ya organization. Na mkumbuka alikuwa mtu wa kwetu, mzee wetu achatangulia mbele ya haki, Mungu amweke mahali pema. Alikuwa anaitwa Twakali Karago. Iliwekwa karantini ya kipindupindu. Alipokwenda kule Kigoma akakuta maberia, watu wanaziwiwa wasiende huku, kwa imani tu ya kutaka watu, wala sio kwa kiburi. Akaambia jamani, fungueni watu waende wakapate huduma. Kipindupindu kikaathiri watu wakafa. Alilazimika kujiuzuru nafasi zake zote za uongozi. Mtu anachochea watu wasichanjwe na kushambulia wale wanaohamasisha na wanaoleta chanjo. Katika CCM hii ninayoijua, adhabu bado. Naunga mkono hoja na kitaka chama kiangalie vizuri adhabu hii. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Kirumbe Ng'enda. Mheshimiwa Tunza Malapo atafuatana Mheshimiwa Joseph Anania Tadai. Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii. Awali ya yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu. Na nataka kuwaambia umma wa Tanzania kwamba Mheshimiwa Gwajima Josephat ameshindwa kuthibitisha mbele ya kamati kuleta kielelezo chochote cha zile tuhuma nzito ambazo amezitoa kwa viongozi wakuu wa nchi hii. Alisema ana vielelezo, atakuja kusema, na waambia hakuja kusema jambo lolote la msingi. Watanzania kwanza watambue hilo. Amekuja pale na vituko tu, mara ataki kiti, mara ataki maiki, mara leo nasimama, lakini hakuleta kielelezo chochote. Tulimuoji maswali na sisi tulikuwa soba, inawezekana angetusaidia jambo, kuna jambo analijua, lakini kwa masikitiko makubwa Mheshimiwa Spika hajui lolote. Mheshimiwa Spika amesema chanjo ya JJ imeletwa kwa sababu watu wamekula pesa. Tukamwambia tunaomba ushahidi, hana. Mheshimiwa akasema watu watakaochanjwa vichaa watakuwa hawazai, hii sijui tutatembea barabarani tunaongea wenda wazimu, tuletee ushahidi, hana. Mheshimiwa akatoka hapo, tulipomwambia hivi haya mambo unayoyasema wewe huoni kama unaleta taharuki kwenye nchi? Alafu mbaya zaidi, huyo kiongozi aliyozungumza haya yuko kwenye chama chako, kwa nini usitafute venyu ya kwenda kuongea naye ukamshauri, unakuja kuyatoa mbele ya umma? Kwa masikitiko makubwa alisema hivi, yale ameyasema, atasema akiwa ndani ya bunge, atasema akiwa nje ya bunge, atasema akiwa juu ya dari, na atakayemsemesha atasema zaidi ya mara mbili. Na Mheshimiwa Spika, nakupa taarifa, Mheshimiwa Gwajima alituambia kwenye kamati kwamba ataendelea kusema. Sasa kazi kwenu nyinyi wenye mamlaka. Yeye amesema ataendelea kusema. Amesema mbele ya kamati na asadi zipo zimerekodi vizuri sana. Kwa hiyo tujiandae. Leo Jumatatu, tusubiri Jumapili inayokuja, hatujui kitakwenda kusemeka kitu gani. Mheshimiwa Spika, naomba sasa niongee swala la Mheshimiwa Jerry Silaa. Mimi Mheshimiwa Spika, hapa mkononi kwangu nimechukua salary slip. Hii ni ya kwangu mimi Tunza Isa Malapo. Siwezi kutaja mshahara wangu, mshahara ni siri. Siwezi kutaja figa, naogopa na mimi ndo nitarudi kule kule kwa mwenzangu. Lakini nataka kuambia Watanzania, na Mheshimiwa Spika nitakupa